Kwa jina mimi ni Dr. Sylvester Faya na chairman wa EMSA, Emergency Medical Services Academy. Ni shirika ambalo linahusiana na mambo ya training kwa wagonjwa ambao wako katika hali ya mahututi. Hapa tumekuja JKCI kufungua kozi ya basic, lakini sio basic tu peke yake, ni kwamba tunatafuta walimu wa kufundisha basic. Tulichofanya ni kwamba tumechagua madaktari ambao wanaonyesha aina fulani ya bidii na uwezo wa kuweza kufundisha hii kozi. Wamepitia kozi yao maalum, tunaita trainers, ili waweze kufundishia madaktari wetu na manesi wa hapa nchini katika sehemu zote za nchini. Basic ni kozi ambayo inahusiana na tiba ya watu ambao wako katika hali ya mahututi. Critical care. Critical care ni kitu ambacho kinahitajika kwenye ICU, kwenye HDU na kwenye wodi hata za kawaida, kwa sababu mara nyingi wagonjwa hali zao zinabadilika wakati wakiwa kwenye wodi ya kawaida tu, na wanahitaji matibabu ambayo yanahusiana na intensive care. Na katika kufundisha tumechagua madaktari ambao watakao kuchukua kozi ya ualimu wa basic, na pia tumechagua madaktari ambao watakao kuchukua kozi ya kawaida ya basic. Kwa hiyo na mkusanyiko wa madaktari ambao ni walimu wakifundisha madaktari wenzetu na manesi wetu wa hapa nchini, wa Tanzania wenzetu. Na hao wanafunzi wanatoka sehemu mbalimbali za nchi: Mwanza, Songwe, Arusha, Mtwara, sehemu zote za nchi, Dodoma, wanakuja kwa ajili ya hii kozi. Sasa uzuri wa hizi kozi ni kozi za muda mfupi, lakini very intensive. Ni kwamba ndio ni siku mbili, utaona kama ni siku mbili, lakini kuna kitabu cha kusoma kwa mwezi mzima ili uweze kuelewa the basics. Sasa maana yake ni kwamba ukishamaliza hizi kozi unakuwa sasa na uelewa na utayari wa kuweza kutumia vifaa vingi vya intensive care bila kuwa na wasiwasi hata kidogo. Bahati mbaya kozi kama hizi ni haraka kuziendesha, kutoka nje ndio ghali zaidi. Kwa hiyo tumezileta hapa nyumbani, angalau kuna ahueni ya aina fulani, na tungependa watu wajaribu kuja kuattend hizi kozi, kwa sababu zitabadilisha maisha ya yule mtu ambaye anafanya hii kazi. Unafanya kazi ukiwa na hali ya kwamba unajua unachofanya, sio kwamba umekisoma tu. Hapana, unafanya kwa vitendo. Kusema kweli tuko nyuma ukilinganisha na nchi zingine. Tanzania tuko nyuma, wenzetu walishapiga hatua kubwa sana, na ndio maana unaona tunageukia nchi zingine kama Australia na New Zealand au South Africa kujaribu kuwafundisha madaktari wetu na manesi wetu, ili tuwe katika hali ya kwamba tunaweza kusema kwamba tuna kada ya wafanyakazi ambao wanaweza wakatumika mahali popote bila kuwa na wasiwasi kwamba training yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo tunategemea ni kwamba tutaendeleza zaidi. Bado kuna uhitaji wa watu ambao wana elimu kama hizi kwenye hospitali za wilaya, hospitali zingine ambazo ziko nje ya Dar es Salaam, ambazo zina hadhi ya hospitali ya wilaya. Kuna hospitali za chini. Tungependa kuona kwamba wataalamu kama hao wanaenda mpaka kwenye level ya health center kama hiyo.